Haya ni mageni? Si mageni, wallahi billahi tallah. Mimi mwenyewe nilikuwa na hamu ya kuoa, nimekuwa na hamu na kuoa, na mrembo nishampata mwenyewe, namuona atanisili. Hakusanya pesa kufa kupona mpaka hizi zakamilika, full furniture zakamilika, mahari. Ndugu yangu nimpendaye, maskini anipendaye, akashikwa na ugonjwa, kwa hakuna namna, lazima zitumike pesa. Nikasema hapana, kuokoa roho ya ndugu yangu ni aula, tapata njia nyingine ikiwa hizi tazitumia kwa ikhlas. Wallahi alazim, deti zikabadilika. Ndugu katika imani, ni tarehe 5 mwezi wa 12 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 22 mwezi wa 5 2026. Kumaliza hizi siku ni majaliwa ya Mungu. Je, tutazimaliza kisha tutoke kwa furaha, tuwahi sisi wengine kwenye uwanja kumwadhimisha Mwenyezi Mungu na wale wanaomwadhimisha Mwenyezi Mungu katika ulimwengu mzima? Suala hili limo kwenye nyoyo zetu au bado tuko katika mughafala tu kwenye siku ambazo si za mtu kughafilika? Ama je, tutamaliza? Mawili. Mtu kumaliza kwa jambo, ima humaliza kwa uzuri ama humaliza kwa uovu, humaliza kwa kuchengeza ama humaliza kwa kuharibu. Je, tutazimaliza kwenye upande gani kati ya pande mbili hizi mbili? As-salahu awil fasadu? Tutazimaliza kwa kuziharibu, tuharibikiwe, twende ni waharibifu, ama tutazimaliza kwa uchengefu, chuwe wafanifu, tufanikiwe? Intabi fastabiqul khairat, shindaneni katika kufanya khair. Bimithli dhalika falyamalil amilun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhiril aya wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Hebu chukua nukta moja muhimu sana kwa ufupi sana, kisha tushike mkondo wa hotuba yetu ya leo. Miaka yako ya dira na ramani yako ya maisha yako, miaka mingapi? Target yako umetagetiwa wapi wewe? Bila shaka ni baina 60 ila 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yatajawazu zalik. Umri wa umma wangu kati ya miaka 60 na 70. Ni wachache wenye kupitisha hapo. Tayib, ikiwa ni wachache wenye kupitisha hapo, pitisha popote, lakini ramani iko wapi? 60 ama 70. Miaka hii twaweza kukidhia tulio ya haribu? Maana pana miaka nyuma tulikuwa bado hatujaingia katika dira sahihi za dini. Sasa pale ambapo umeingia kwenye dira sahihi za dini, itakidhia kweli? Maana kwenye 60 tumekula huko na tumebalighi mpaka tulipoingia kwenye dira. Bila shaka ni miaka hiyo tumeipunguza. Yapi ya kukidhi machache tuliyoyafanya na mengi tuliyoharibu? Na umri wetu ni hu, la ilaha illa Allah, twazika siku zote. Mwenyezi Mungu bimannihi wa fadlihi akatuwekea minasaba fulani za kukidhi uchache wa umri wetu na matendo. Wallahi billahi, fadillahi alhikmatul baligha ya kumfadhili na kumneemesha mja wake. Akatuwekea vipindi vya Lailatul Qadri, akatuwekea 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatuwekea 10 la kwanza hili. Twazijua hikma ama huenda tukimbirimifu? Hikma ni kwa kuwa ukidhi kwa ziada
ulipwe zaidi kuliko miaka michache wewe ulioishi. Intabe, kipindi kichache ukiruzukiwa cha Lailatul Qadri, Qur'ani tuambia ni khairun min alfi shahr. Khairun min alfi shahri ukibika hesabu kama kufanya ibada miaka 83, nawe umri wako ni baina 60 ila 70. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Mungu ana fadhila kubwa sana, ni nyakati tu sisi twazipoteza, na umri umeenda, na kila umri ukenda upungufu ni mwingi sana. Tuko kwenye upungufu maskini, hatujijui, na hakuna anayejijua lini utapelekwa, na ukipelekwa umepelekwa vile vile ni mpungufu, umeenda kwa mapungufu, ama uliziwa hivi pindi ukakidhi. Imagine miaka 83 wen 60 ila 70, bado kuna Arafa. Mungu akufutie madhambi mwaka uliopita, mwaka utakaokuja. Mwaka utakaokuja uko hai, ajua Mungu utakaoyafanya, akafuta, na aliyopita akafuta. Kuna Ayyamul Bayt, kuna Jumatatu, kuna Alhamisi, siku 10 hizi. Angalia, kuna Ijumaa leo, kuna siku ya Arafa na mengineo. Zote hizi ni kujaza kipande kidhi cha upungufu tulionao, tusojielewa, tusiojichambua, mpaka tukaondoka katika dunia bila tauba. Wa man kharaja min ad-dunya bila tauba harrama Allahu alayhi aljanna. Na hakuna utofu kana mtu kuharamishwa pepo. Lianna Allah tabaraka wa taala yaqul faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Madha khatama Allah tabaraka wa taala wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Gharrana ad-dunya wa gharratna alhayatu ad-dunya wa gharrana billahi al-gharur. Wal gharur huwa ash-shaytan. Ametudanganya mpaka siku matukufu. Leo ngapi nyinyi kufunga? Manem 5 kumebaki nga. Subhanallah. Kwenye 4 utazikidhi 5 ulizoziharibu. Wallahi ni kweli, Qur'ani kila wakati tuambia liulil albab lilladhina yatafakkarun liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Na zote tumeghafilika nazo. Kwa hivyo shika mawili, imma salahu katika hizi siku, imma kuchengeza ukachengekewa, wa imma alfasadu, na imma kuharibu ukaharibikiwa. Al-Imamu al-Mawardi rahimahullahu ta'ala asema annasu fil khairi 4, watu katika khairi ni 4. Watu katika khairi manne. Tabi, minhum man yaf'alhu ibtidaan, kuna wanaofanya kwa kuanza, likitokea la khairi wao huwa number 1. Sikia vizuri, wao huwa ni number 1. Mwingine, wa minhum man yaf'alhu iqtidaan, na miongoni mwao kuna wanaofanya kwa kufuata mfano. Yule amenishinda number 1, lakini na mikanda mfano, na mifano ni mingi. Ud'u Allah an yaj'alani minhum, anta minhum. Wa pili, ud'u Allah an yaj'alani minhu, la sabaqaka ukasha. Umenipata? Sasa kuna grupu ambalo number 1 katika khairi. Khairi ikitokea wao hujitahidi wakawa number 2, wenye kuiga. Ule amefanya khairi nami nimeiga. Intabih. Wa minhum man yatrukuhu hirmanan, na miongoni mwao kuna wanao hata kwa kunyimwa, wamenyimwa maskini. Na kuna wanyimao katika dunia hii. Je, katika siku 10 hizi pengine sisi ni katika miongoni mwa walonyimwa? Mungu atukinge. Wa minhum man yatrukuhu istihsanan, na mwingine 4, kuna anayeacha kwa kibali kuidhinisha. Yeye manake huidhinisha, umefahamu? Yani ameipa jukumu na kuipa ukhususia kwenye mambo ambao al-ijtibau wa takhsisu haqqani lillahi tabaraka wa taala, akajipa mwanadamu. Sikia tafsili ya ulama.
wa kwanza asema faman yaf'aluhu ibtidaan fahuwa karimun, ule mwenye kufanya kwa haraka kawa number 1, khairi ikitokea mkono wake kwa wa kwanza, hoyo huitwa karimun. Kuitwa karimu si kwetu karimu mashallah mbele mbele, la, ni karimu kwa kibali cha Mungu, na Mungu akikupa kibali huu karimu ni rank hiyo Mungu amekupa, asoipata chochote asiipata yoyote, si kwa kubahatisha, ni kwa kuchagua mwenyewe Mungu. Namba 1 kwa kila jambo, huu ni karimu. 1 waman yaf'alhu iqtidaan, na mwenye kufanya kwa kuiga, kwa mfano ule amefanya na nimefanya, fahuwa hakimun, huo ni mtu wa hekima, ni mtu kwa sikuipata namba amenichangulia, hata nami niige alilolifanya. Sah? Tayib. Wa pili, waman yatruku hirmanan, maskin, na mwenye kuwata amenyimwa, hata ukajitahidi kivipi hupati hapo, kwa hikma anazozijua yeye. Sisi kukomenti ya kwa mbona ule amenyimwa, mbona ule amenyimwa kwa mambo ninayoyapitisha mimi ambao naweza kupata na kukosa, lakini amenyimwa kwa hikma ya kina, uijue ama usijue, ni katika mipango yake Allah tabaraka wa taala. Fahuwa shaqiyun, ho ni mtu shaqi, ni mtu muovu. 4 waman yatrukuhu istihsanan, na mwenye kuata ameata kwa kupendelea yeye na kwa kuidhinisha na wengine waate, fahuwa radiun, ho pia ni mchafu muovu. Yani ndugu zangu katika imani, qala alulama, ulama wetu wasema alkhairatu tajma'u kulla ma yuhibbuhu Allahu ta'ala, khairati hukusanya kila, wa kullu min adawati al-umum, hukusanya kila kipendacho Mungu, min al-amali, katika amali, wal aqwali, na katika kauli maneno, min al-wajibati, katika mambo ya wajibu, wal mustahabbat, na katika mambo mustahabbat yaliyopendezwa, wal munkaratu, na munkar, mambo ya makatazo. Tashmulu kulla ma yakrahuhu Allahu ta'ala, hukusanya kila analolitukia Allah aliyetukuka. Wayubaidu minhu, na jambo ambalo lanweka mbali na Mungu, minal aqwali wal amali, kutokamana na maneno na kutokamana na matendo. Intabih, faman husila lahu hadha almatlubu, mwenye kupatikana, yule ambaye itapatikana kwake matlaba haya tuliyotaja, husila lahu khairu dunya wal akhirah, imepatikana kwake khairi ya dunia na akhira. Mambo kwa vipimo na ramani maridadi ya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala asema alkhairu kulluhu majmu'un fi ta'ati Allahi wal iqbali alayhi, khairi zote zimekusanya twaa ya mtu kumtii Allah na kumwelekea Mungu, afae kuelekewa, asokuvunda moyo umwelekeapo. Ukimwelekea mwanadamu takuwa tankono ndiani, hayo twayakariri siku zote. Mwanadamu si kiumbe cha kutegemewa. Mwanadamu kwa sekonde hujakabadilika mara 45. Humwelewi kwa sababu hukumiliki aliondani. Hunena nawe uso tamu, lakini ndani utungu kana subiri. Nasalullah salam. Waambiwa khairi zote zimekusanya mtu kumtii Allah na kumwelekea yeye afae kuelekewa. Washarru kulluhu, na shari lote, majmu'un fi ma'siyati Allah, zimekusanywa katika uasi wa kumwasi Mungu kwa maneno na matendo. Wal i'radhi anhu, na kumpuza Mungu na kumpa nyongo na kuwa mbali naye. Maneno makali kabisa ya ulama wetu. Wasema alkhairu wassaada, khairi na saada. Saada ni furaha ya dunia na furaha ya akhera.
ndio itakiwao mtu kuikimbilia. Upate furaha ya dunia, moyo wako umakinike na kishindo cha wanadamu venye kero. Upate na saada ya akhira kwa umakinifu na utulivu ya al-firdaus al-aala maa nabiyina was-siddiqina wash-shuhadai was-salihin. Na wote watu roho zao zilipoa kwa sababu walizichoma kwa kutaka uburuda wa kudumu kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndio uzito wa maneno ya wanavyuoni, wasema hivi: al-khairu was-saada, khairi na saada, wal-kamalu was-salahu, na ukamilifu na salah, ufanifu na uchengefu, munhasirun fil ilmi nafi, zote zimekusanywa kwa elimu yenye manufaa. Sisi twenye elimu japo kuwa 2-3, alhamdulillahi rabbil alamin, taka tuchunge kweli kweli kwa hili elimu zetu, isiwe sababu akunyimika kheri za dunia na kheri za kesho akhira, kwa sababu ya kujiona kielimu, kujisikia kielimu, kujikuza kielimu na kujikwaza kielimu. Khatir jiddan, khatir jiddan. Hatuelewi tu na sisi pengine kwa sababu wa binadamu na kwa sababu akufinikwa vichwa vyetu na shirki ndogo ya riya. Intabi, Ijumaa muhimu sana. Wal amali salih, pia imekusanya amali njema. Tunazo amali njema, bali linsanu ala nafsihi walau alqa ma'adhira. Qala al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullah, mwanachuoni Ibn al-Qayyim asema, kullu al-khairi fi ijtihadin biiktisadin maqrunun bil ittiba'i. Kila khairi katika kujitahidi mwanadamu na katika kufanya iktisadi mwanadamu katika khairi, zote maqrunun bil ittiba'i, zimekusanywa na mtu kuandama, zimefuata na mtu kufuata. Lakini si kufuata tu kana mbuzi wa kesho kutwa udhihia, kufuata kwa nidhamu na busara na kwa kufikiria, nalolifuata kwa naimumfuata litatufikisha bandari salama salimin, ama litatuchosa tupate faida ya kuandama kimikao, tupate hasara ya dunia na akhira. Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Tayib, ndipo baadhi ya masahaba akasema haya. Wasemaje? Iktisadun fi sabilin wa sunna, mtu kuwa na iktisad, wa ala Allahi qasdu sabil. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Mafhum? Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ndizo sabili tunazozitaka zifanywe iktisad na kila mwenye kuandama. Sikiliza maneno ama sahaba asema, iktisadun fi sabilin wa sunna, kufanya iktisad katika ndia sawa na sunna, khairun min ijtihadin, ni bora kuliko mtu kujitahidi, fi khilafi sabilin, kinyume na barabara takiwa, wa sunna, na kinyume na sunna. Idhan, kwa hivyo, fahrisu an takuna a'malukum, kuweni na pupa ziwe amali zenu, ala minhajil anbiya'i wa sunnati, iwe katika barabara ya manabii na sunna zake. Leo ukimwambia mtu jambo ambalo la sunna ni balaa, sunna 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 sunna. Kuna wengine katika wenzetu, tena jamaa zetu, hasa kwa ule ukasrani wao na chuki za ndani kuhusu sunna, ambao ni safina Nuh, mwenye kulipanda ataokoka na mwenye kuata litazama, huja akakwambia sunna nimeyapata, sisi miko kubahatisha, sunna sunna tukina bahera, sunna sunna si sunna sunni, kwenda kale mashikio kale pweza, achi si sunna sunni. Sunni kikwechu ni mbu. Sunna ya mtume anaicha mbu wewe? Sunna ya mtume ni mbu, na mbu ni wewe, ni hao mashikio tu na mato kwa kuona mwanadamu, lakini nsuni wewe. Hata sunni sunni kila kitu sunna sunna sunni, ni hatari jamani.
Tuswendeni kimbirimifu kwa sababu ya itikadi zetu mbovu. Umeamua ni mtu wa bida ivele, mtu wa bida, tutakutinda, tutakushika koo. Na alofanya maamuzi kupanda jahazi ya Nuhu sunna, achana naye, hamna chuki hapa. Tusafirini tu, safari mwisho sina bandari. Bandari ima utaifunga jahazi yako kwa kuwa nahudha haitagonga, ima utashinda kuifunga kwenye ile bandari, utagonga ivunde pale pale. Ndio tu nini, lakini siwe mtu yani chuki hata katika jambo ambalo nda kuokofu. Liate limekuja tu katika mfumo wa khutba na lazima niliwalishe. Sikiza mwanazuoni anasema, muntadhirul khair, mwenye kungojea khairi, fi khairi, na yuko katika khairi. Sikia maneno jamani, mwenye kungojea la khairi na yuko katika khairi. Hivi tulikuwa tukilingojea hili 10 la kwanza, huku kungojea kwetu tuko kwenye khairi. Subhanallah. Ibn Hajar al-Asqalani maneno haya, sikia kisha mwisho, wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tadharu al-khair, na kaumu watu hawatakuwa katika khairi tu iwapo waingojea khairi. Nyoyo zetu ziko katika kungojea ya khairi. Jemeni, nijipime mimi na wewe, kama qala bidhalika al-Hasan. Ndipo al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema, la yahtaqiru al-insanu shay'an min af'ali al-khair, asidharau mwanadamu chochote katika amali za khairi. Why? Limadha? Fala'allahu sababu saadati wal khair, pengine ile khairi unaifanya ndio sababu ya saada yako katika khairi. Wacha jokes katika masala ya khairi, kwa sababu ni wewe na Mungu wako kwa uyatendayo. Lolote ulisikialo lihakikishe, usiunge nkao kiholela kwa sababu ya utukivu. Fanya khairi, tuko katika siku za khairi, na tuateni istihzai ili tusinyimike saada ya dunia na akhira. Sikia maneno mengine, asema Ibn Hajar al-Asqalani, asema qala Ibn Battal. Ibn Hajar al-Asqalani tuweza kusema amnukuu Ibn Battal, hata kama nakala yake ameitia katika kitabu chake Al-Fath na vinginevyo katika vitabu vikubwa vya Ibn Hajar al-Asqalani. Sasikiza, Ibn Hajar amnukuu Ibn Battal. Hii yamaanisha nini? Hii yamaanisha upendo wa wasomi. Wasomi wataka wawe na upendo, wasomi hawataki wawe na michuki kana mijabali, kila mmoja kivyake, kila mmoja kinamna yake. Ukinena na huyu atakuja msomo wenzako, mbona ulikuwa ukinena na Sheikh Bahero vipi, kuna nini? Ndio maafa tulionao, ndipo mpaka tukakosa kheri za hizi elimu zetu zenye kheri. Tumeelewana? Angalia, huyu amnukuu, na Ibn Hajar al-Asqalani ni jabali katika mafahali katika mafahali ya kielimu. Ibn Battal hivyo hivyo, lakini angalia, hakusema Ibn Hajar al-Asqalani haya ilionekane kwa umma, ndango hao ni anenao ni mimi. Sisi ndivyo tufanya. Huwezi kusema ya kuwa namnukuu fulani asema na nukuu. Mimi naona wa Tanzania hapa, si wote wa Tanzania wanao ustaarabu huo. Akitukua neno la faida kwa mtu mbele ya hadhara, hata kama mtu akasema, hata siku moja nilisikia maneno haya ninaozungumza fulani ya kuzungumza, na nukuu amnukuu, ili kuondosha ile shuba na lile ria tulizo nazo baadhi yetu ya kuwa mambo si yako huyafanya ndako, maandiko si yako huyafanya si yako. Hadha huwa su'ul adab li talib al-ilm, au ni su'ul adab bil ilm, ni utovu wa adabu wa elimu. Elimu adabu yake moja ni kutukua nakala ya mtu ukaifanya ni ya mtu. Usichukue nakala ya mtu ukaifanya yako, tena ukawa huikunduzie kweli kweli kama ambao wewe ndio uliobuni, na hukuweza hata kuweka fataha na kasiri pale, ikiwa alikuwa tia plain bila fataha bila kasiri hutii. Hatukokote huko. Ni ukundufu wa himada uielewe kwenye siku muhimu sana ya Ijumaa.
La yahtakiru linsan, mwanadamu hafanyi dharau fi afali lkhairi, kwa sababu khairi huweka sababu ya saada yake dunia na akhira. Ndio Ibn Hajar akamnukuu Ibn Battal, sikiza nukuu: alkhairu yanbaghi an yubadara bi, kheri inapasa mtu aifanyie haraka. Usidharau kheri ndugu zangu. Kwa nini? Ama kwa nini? Sikia, fa innal afati ta'ridhu, fa innal afati ta'ridhu, maafa hutokea. Hutaka kufanya jambo, mara akatokea maafa, jambo silifanye. Wangapi maskini walikuwa na hamu wa kutaka kuoa? Tapiga mfano huo kwa sababu wengi hawajaoa, huo usingizini tu kwa kuota, wakakuota wakiveshwa makoja na wakinosa milk shake. Ukishtuka umeanguka huko chandani, huko harusini, huko kwenye koti. Wangapi lakini hutaka kuoa, mara mahari kwa kuchelewa chelewa yakawa nkafani ya mtu wake, ikawa hakuna budi, lazima mimi niitoe, na ni mahari yako. Mara ngapi? Tumeelewana ndugu zanguni? Haya ni mageni? Si mageni, wallahi billahi tallah. Mimi mwenyewe sina haja kwa hata kuipigia mfano mimi mwenyewe, au si? Pengine kipigia mfano kuna tasema kwa mimi mwenyewe nilikuwa na hamu ya kuoa, nimekuwa na hamu na kuoa, na mrembo nishampata mwenyewe, unamuona hata nisili kakusanya pesa kufa kupona mpacha, paka hizi zakamilika, full furniture zakamilika, mahari na kucheza cheza na kufurahia furahia. Isiwezekana. Ndugu yangu nimpendaye, maskini anipendaye, akashikwa na ugonjwa, kwa hakuna namna, lazima zitumike pesa. Nikasema hapana, kuokoa roho ya ndugu yangu ni aula, tapata njia nyingine. Ikiwa hizi tazitumia kwa ikhlas, wallahi alazim deti zikabadilika, ikawa kujiunda nini. Ni kwa kuwa jambo la kheri mwanangu, ndugu wangu, lifanye. Limadha? Ama limadha? Fa innal afati ta'ridhu, maafa hutokea yakakunyima unataka kuwafanya. Namba 2, wal mawani'u tamna'u, na vizuizi hutokea zikazuia wewe usifanye kheri. 3, wal mautu la yu'manu, na mauti hayaminiki. Jemeni, wakusanya wataka kufanya kheri, mara usifanye kheri, ikawa kwanza itatoka katika tarika yako ikidhiwe madeni yako, itoke katika tarika yako inunuliwe sanda yako, na zitakazobaki na nyingine itolewe wasia wako uliosia. Zitakazobaki ni kurithiwa. Maskini, hukufanya kwa uhai wako katika khairi uliokupa, basi wata hivyo kurithiwa. Na kurithiwa siku hizi hakuna kurithiwa. Wabajuni wanasema pesa siku hizi zikichiwa mikononi kwa wengi hukosa wirathi, kwa sababu kuna ule msemo wanaosema kinyang'anyiro hoya, apachae chake akosae chainya. Ni msemo hosema, kwa maana watu hunyanyurana wakastafidi wao kwa pesa zao, kwa sababu ya ukavu wako wa kuijenga akhira yako na ukavu wako wa kuzitumia katika khairati. Tumalizeni. Akasema wataswifu ghairu mahmudi, na kuakhirisha mambo si vizuri. Angalia, ni nakala hizi, mwisho alifunga na kuchelewesha mambo si vizuri. Angalia, unachomfukoni 100, una habari hivi zitamalizika hizi siku 10, bado siku 5 tu, unawaambia sadaka kidogo tu hapa ni neema, nitoe katika hizi siku. Ngoja iko 100 hii, shika, pate mtu mpe. Uangalie ndugu zangu ni katika imani. Lakini ni ukavu, ni hatari. Na kuna watu mvakavu katika dunia hii, kuna watu gamu. Ukiketia, si kuna zile gamu ukiketi ukiinuka wainuka nao, kuna gamu ukiketi ukiinuka kuambachisha hapo. Vako gamu, kina gamu, lakini si nyote. Na ambaye gamu ajijua ye mwenyewe, kula kwa kipimo. Salala. Basi hata hicho kipimo si kipimo chako kile, angalau kwamba chume thuluthi ya maji, thuluthi ya chakula, thuluthi juisi.
mkavu mpaka utoke kwenye jina la ubakhili uende kwenye jina la ushahihi. Manake bakhilun wa shahiqun ni kalimatani lahuma dhiddani. Tumeelewana? Shahihun si bakhili na bakhili si shahih, basi hayambo hiyo mbakhili tufanye hesabu mpaka uchuvue ruzetu tukikudai usichulipe. Lakini shahihi mpaka kwenda chooni hutaki kitoke chote, ukache nusu bakisha akiba. Salala uembo kuandikwa maya mfumo maya kakutukua ukenda zako, huna kheri katika mujtamai wewe. Hayo yote yametokea wapi? Usichelewe katika mambo ya kheri. Khalid ibn Ma'dan, tumalizeni khutba yetu inshallah kwa dakika 5. Idha futiha li ahdikum babu khairin, afunguliwapo mmoja wenu mlango wa khairi. Mlango wa khairi ni taufiki ya Mungu, humwafikia anayemtaka kwa viigizo fulani na kwa mambo fulani na kwa asbabu fulani. Si kwamba yoyote upata taufiki. Kama yoyote upata taufiki, ungekuwa huu msikiti wa Bakarani ni kuandia Bakarani hapa mpaka Kisauni, kwa sababu utakuwa huna nafasi, vote wana taufiki. Lakini mbona tulivyo hapa ndivyo alivyo nje? Hii ni taufiki ya Mungu hata wewe kuingia katika msikiti na lolote la khairi. Hebu tusome hizi. Idha futiha li ahdikum babu khairin, afunguliwapo mmoja wenu mlango wa khairi, falyasra ilayhi, afanye haraka kwa mlango wa khairi kufanya. Fa innahu la yadri mata yughlaqu alayha, mata yughlaqu, maskini hajui utafungwa lini. Si siku zote papo wafunguliwa wahi, au utafanya ulegevu wako ufungwe, na ukifunguliwa hufunguliwi wewe, atafunguliwa mwingine, kwa sababu mja wa Mungu si wewe peke yako katika dunia. Sawa? Tumalize. Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullah wasema, yambaghi lilinsani, nampasa mwanadamu, an yaarifa sharafa zamani, ajue sharafa ya zama zake, wakati wako ujue utukufu wako, wa qadra waktihi, na cheo cha wakati wake kama wakati tulionao. Fala yudhi'u minhu, asiupoteze wakati wake, lahdhatan, hata kama ni sekundi moja, fi ghairi qurbatin, bila kujikurubisha kwa Allah. Waliyuqaddimil afdala fal afdal, achangulize lililo bora kisha lililo bora, minal qawli wal amal, kupitia kwa maneno na matendo. Hivi siku tuna maneno yawe mazuri, matendo yawe mazuri. Waltakun niyatuhu fil khairi qaima, na khairi yake, nia yake iwe imesimama kufa kupona katika nini? Katika khairi. Ndipo ulama wetu wakasema hiyo, aunullahi lilabdi, au ni ya Mungu kwa mja, msaada wa Mungu kwa mja, ala qadri quwwati azimati, kwa kiasi cha nguvu cha maazimio yake, wa dhaafiha, na udhaifu wake. Faman sammama, yoyote mwenye kuthubutu, ala iradati alkhairi, kutaka khairi kwa nia ya khairi, aanahu, Mungu humpa auni, humpa msaada, wa thabatahu, kisha kanthubutu. Qila, kumesemwa, ala qadri ahli alazmi ta'ti alazaimu, kwa kiasi cha uwezo wa wenye maazimio nia nzito, ta'ti alazaimu, maazimio yanakuja. Wa ta'ti ala qadri alkirami makarimu, na kwa kiasi cha uwezo wa utukufu mtu kufanya huja matukufu. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akasema, kullu khairin, khairi yoyote, kullu khairin, khairi yoyote, fa asluhu bitawfiqi llahi lil'abd, asli yake ni taufiki ya Mungu kwa mja. Khairi yako unaifanya si uhodari wako, ni taufiki ya Mungu. Wa kullu shar, na kila shari, fa asluhu khudlanuhu li'abdihi, asli yake ni udhila wake kwa mja wake. Al-Allama As-Sa'di rahimahullah na akasema, al-khairu ad-dini wad-dunyawi, khairi ya dini na khairi ya dunia, lahu abwabun, ina milango, wa asbabun, ina nasababu. Man wuffiqa lidukhuliha, mwenye kupewa taufiki ya kuingia kwenye milango ya khairi, wasulukiha, na kuiandama milango ya khairi, afdhat bihi ila kulli alkhair, hiyo milango humwekeza kwenye khairi zote. Wa asasuha amrani, lakini misingi yake ni miwili, asli yake ni misingi miwili. Moja, ikhlasul amali lillah,
kumfanyia ikhlasi ya Allah kwa amali, fi kulli qawlin, kwa kila neno, wa amalin, na kila tendo, wa fi kulli harakatin wa sukuni, na katika kila taharuka na kila utulivu. Intabih. 2, wal ijtihadu fil ihsani, kufanya ijtihadi katika kufanya ihsani, kufanya wema, ila al-khalqi, kuwafanyia wema makhluki. Angalia la kwanza lilisemaje? Bil ilmi, kwa elimu. Waelimishe watu. Wengi hawana elimu, na wengi wajitokezao katika vijana wetu hujitokeza kujifanya wasomi, kuchallenge na wasomi, lakini hawana, watupu. Wataka viewers tu kupitia kwa YouTube. Mtu apange maneno na chochote, lakini tokea lolote hawezi kufanya lolote kielimu. Elimu ina wenyewe walimu, elimu ina wenyewe wasomi, tena wakisimama kwa ikhlas. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Hal anta min ahli dhikr au min ahli sayadin? Wewe katika wasomi au katika waindaji porini ama wavuvi baharini? Wewe. Kila mtu mwate pahala pake. Fanya mambo kielimu na kiusomi, kwa sababu tunayoyafanya yote yataka yaende sahihi, na haliwezi jambo kuwa sahihi ukilifanya kiupumbavu na ukilifanya kiujinga. Bilani wanusi, na nasaha. Wacha lawama nyingi, nasaha ziwe nyingi. Na lawama siku hizi nyingi kuliko nasaha, ndipo yakavunda mengi, kwa sababu nasaha hujenga, lakini lawama huvunda. Lawama tu, sijui tuko vipi. Lawama tu. Lawama mwanadamu wewe. Mpe nasaha, tujenge mambo yasonge. Lawama za kazi gani tena sasa kwa wanaume? Hao wanaume nao hulaumiana. Wanaume huambiana mambo kitorobe. Hivi ana kwa ana, ikiwa utaruka mkono, ikiwa utaruka ngumi, hatimaye mtapachana, mtangia peponi pamoja. Utiriri lawama tu, wewe mbona umesema hivi? Wewe mimi nimesikia umesema kuvulana. Wewe lakini umesema mimi siko. Hao ni mambo ya kike. Hao ni mambo ya warembo, si mambo ya kiswahaba. Au vipi hapo? Maonaje Juma ya mwisho? Ala. Mnafahamiana? Hakuna mwanamume mara mwanamume lakini alinisema aweka kidole hapa nani? Aweka kidole hapa ni mrembo ama ni lile nyangarika ikaracha katika wale hawa wa siku hizi watakao kuoana wao kwa ndio akinena huweka kidole, lakini wasema shamba. Tuko sawa sawa? Mungu atakabali amali zetu. Amina ya Rabb. Tumalize. Waljahi, na wenye kutaka vyeo. Walbadani, walmali, watawjih. Wewe fanya wema ila masalihi din wa ila masalihi dunya. Haye. Manin najihu fil ashir. Talkhisan. Nani alofaulu katika hili 10 sasa? An-najihu fil ashr, alofaulu katika hili 10, huwa man waffaqahu Allah. Umeona maneno? Ni yule alopewa taufiki na Allah, lightinamiha, kughanimika na haya masiku na kufaidika na haya masiku, bitaati, kwa taa, sawaan kanat al-ashru al-awailu min dhilhijja, sawa iwe ni 10 ni 10 la mwanzo katika Dhilhijja, afdalu ayami sana, siku bora katika mwaka, awil ashrul awakhiri min Ramadhan, ama liwe 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, aidan afdalu ayami fi sana. Huyo akighanimika ndiye alofaulu katika ile 10. Intabi 1, kughanimika kwa nini? Siyamu ayamiha, kufunga siku zake. Alhamdulillah, wengi wako katika saumu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mungu atutakabalie, atupe qabulan hasana inshallah. Al-iktharu min dhikri, kukisirisha dhikri. Na kuna walosema walioyasema yapi ya kusemwa, mengi ya kusema, na yote mashindano katika kujikurubisha. Lakini nimenukuu pia daktari mmoja akisema
Kosa la kukosa na hukukosa, uko barabarani tu, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, waambiwa ikariri kariri 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 kweli kweli. Amalul khair, na amali za khairi, kwenye kutoa, kwenye kulisha, kwenye kufanya kila jambo, na ni mengi. Twende upande wa pili. Wamanil khasiru, nani alokhasirika katika hili 10? Huwa man adrakaha, ni ule ambaye Mungu amempa taufiki kulidiriki hili 10. Hivi sote tumelidiriki hili 10. Hatujui ya kushuka kwenye mimbari kutatokea lini, hatujui ya wewe kutoka msikitini kutatokea nini, au sio? Lakini maadamu tuko msikitini tumelidiriki. Leo 5, subhanallah, alhamdulillah. Kuna ambao kesho ilikuwa tuanze tarehe 1 tukawazika hapo jamani, wengine tuliwazika jana, na tuko kwenye hili 10. Lazima uende kwa hisabu hiyo. Alohasirika ni nani? Ni mwenye kulipata hili 10, fafarrata fil amali salih, akakeuka mpaka katika kufanya amali nzuri. Watahawana fi taati, akadharau utiifu na yatwani nyingi. Wadhayya alfurasa alazima, akazipoteza nafasi kubwa sana nyingi. Limaghfirati dhunubi, ya kughufiriwa dhambi, na sote tuna dhambi. Ikawaje? Fakharaja minha bighairi zadin au qabulin, akatoka katika dunia bila zawadi na bila kukubaliwa. Ndugu yangu, hufa moyo wewe nsafiri, umeenda hija ukapata kizuizi ya kuja na tupa moja tu ya maji ya Zamzam, sijui huwa warudi vipi? Au zile picha tu zile za kuchezea watoto, mafhum? Watoto, hiyo katika michezo yako. Usitoke na fatwa basi wenda Maka ukarudi na zile picha. Yes, nenda Maka, nikirudi naja na maji ya Zamzam, naja na chende ya ajwa, na watoto wangu wadogo na wanunulia viji ndege, viji picha zile nini. Kwenda katoe fatwa zako za ufuoni, ufuo ambao huegesa povu tu, haiegesi hata mbari. Ukinuka ukenda kwa nini ukatajirika. Lakini wasemaje? Sina zawadi. Hukununua hata dera la Saudia tu, kaja ukampeke wako, angalia, ukamwambia angalia tofauti madera ya Saudia na madera hapa. Hukupata, hujisikia dhiki. Wasafiri wenda kwa Mungu wako bighairi zadin, na Mungu mwenyewe asema jiandaeni kwa zawadi, kisha akaitaka. Na siku zote alokuagiza zawadi akakutajia itakao ni aula kuliko umpeke yao yoyote. Hivi bibi yako akamwambia zawadi ninazotaka, nataka unisinangie mkufu wa dhahabu, uandike jina langu, tena uandike jina langu kisha na in bracket uandike jina lako. Wasemaje hapo wazee wa kazi? Wasemaje? Utaifunga matambaa ili ile firimbi za airport zisilie ukapokwa. Na ukiingia ukifungua sanduku kwanza utashika lile ikufu, kisha ile nene, angalia mrembo, na pengine umvishe, na bado mwanzo kutoka jikoni ambia hata tu nivishe tu, ne raha juu ya raha. Na Mungu sasa kwambia jiandaeni na zawadi, na zawadi nzuri, fa inna khaira zadi at-taqwa. Sasa ni mtu apoteze wakati wake, ende na zawadi za ucha Mungu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ukienda bila zawadi na bila ya qabulan hasanan, hadha ar-rajulu khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusranul mubin. Mwenyezi Mungu asitujalie katika jumla wenye kuhasirika, atujalie ni katika jumla wenye kupata najah na kufaulu hapa duniani na kesho akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين.
كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.